Ananipenda episode ya wahid. Mkutano usiotarajiwa. Kuna wakati moyo umchagua mtu kabla hata akili haijatoa ruhusa. Lakini kila anayesema anakupenda huwa anakupenda kweli? Asubuhi ya Jumatatu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilikuwa na pilika za wanafunzi wapya. Kila mmoja alikuwa akitafuta darasa lake, marafiki wapya na mwanzo mpya wa maisha. Neema, msichana kutoka Iringa, alisimama mbele ya lango la chuo akiwa amebeba begi lake. Alivutiwa na ukubwa wa mazingira hayo, lakini moyoni alikuwa na hofu. Alikuwa ameahidi mama yake kuwa lengo lake lilikuwa kusoma, si kutafuta mapenzi. Akiwa anatembea kuelekea jengo la mihadhara, aligongana bila kutarajia na kijana mmoja mrefu aliyekuwa amebeba vitabu. Vitabu vilianguka chini. "Samahani sana," Neema alisema huku akiinama kuviokota. Kijana huyo alitabasamu. "Hakuna shida." Hata mimi sikuangalia mbele. Walipoinua macho yao kwa wakati mmoja, walitazamana kwa sekunde chache kana kwamba walikuwa wamewahi kukutana zamani. "Mimi naitwa Kelvin." "Na mimi Neema." Baada ya salamu fupi, kila mmoja aliendelea na shughuli zake. Lakini Kelvin alibaki akimtazama Neema akiondoka. "Sijawahi kuona msichana mwenye utulivu kama huyu," alijisemea. Siku ziliendelea. Kila walipokutana chuoni, Kelvin alitafuta sababu ya kuzungumza na Neema. Wakati mwingine alimsaidia kubeba vitabu. Wakati mwingine walikunywa chai pamoja na kujadili masomo. Lakini Neema hakutaka kuamini hisia alizoziona kwa Kelvin. "Sikuja chuoni kutafuta mpenzi," alimwambia rafiki yake Amina. Amina alicheka. "Lakini inaonekana huyo kijana anakupenda." Neema alitikisa kichwa. "Maneno ni rahisi, matendo ndiyo yanaonyesha ukweli." Wakati huo, msichana mwingine aitwaye Diana alikuwa akiwatazama kwa mbali. Naye alikuwa ameanza kumpenda Kelvin, lakini hakuwahi kupata nafasi ya kumwambia. Moyoni aliapa, "Kama Kelvin hatakuwa wangu, sitakubali awe wa mtu mwingine." Jioni hiyo, Kelvin alipata ujasiri wa kumfuata Neema. "Naweza kukupeleka hostel?" Neema alitabasamu kidogo. "Sawa." Walitembea pamoja huku wakizungumza kuhusu ndoto zao za maisha. Kwa mara ya kwanza, Neema alihisi amepata mtu aliyemwelewa. Lakini walipofika karibu na hostel, simu ya Kelvin iliita. Alipoangalia skrini, uso wake ulibadilika ghafla. Neema aliona hofu machoni mwake. "Kelvin, kuna nini?" Kelvin hakujibu. Aliinama taratibu na kusema kwa sauti ya chini, "Samahani Neema, kuna siri kubwa sijakuambia." Neema alibaki ameduaa. Siri hiyo ilikuwa nini? Mwisho wa episode ya. Episode dalawa itafichua siri ya. Kelvin na kuanza kuonyesha chanzo cha migogoro mikubwa ya mapenzi.
usaliti na maisha ya chuo. Usisahau like video hii, comment, share video hii, pia subscribe kwa maendelezo zaidi.